Hello mtazamaji, karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, kwenye like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So tupo kwenye ile sehemu ya pili ya ile video yangu ya kwanza ya pale Darien Lake. So leo ningependa kuelezea story fupi kuhusiana na hili eneo na kwa nini limeitwa hivyo. Nadhani hapo mbele wakati naanza video uliona picha ya samaki amewekwa pale kama maonyesho. Na hiyo picha ndo imebeba maana halisi ya hili eneo au imepewa jina la hili eneo. Maanisha jina ambalo linalotumika kwenye hili eneo ni ya yule pale samaki ambaye tulomuona pale aliyowekwa pale kama maonyesho. So ningependa nitoe story fupi kuhusiana na huyo samaki, ilikuwaje mpaka jina lake likawa linatumika. Okay. So ziwa Darien Lake ambao kama kwa jina maarufu sana inafahamika kama Six Flag Darien Lake, ambalo hilo jina ni linahusiana na huyu samaki ambao nilikwambia kwamba ni nusu papa na nusu samaki wa magamba. So hadithi hii ya papa iligunduliwa katika miaka ya 1950 na mwanabiolojia maarufu kama Hauck Linesenka, na ni ya kipekee kwa ziwa la Darien Lake. Mkali anatambulika kwa rangi nyeusi kwenye sehemu ya juu ya mgongo wake, kwenye ngozi mnene isivyo kawaida. Tumbo lake lenye magamba, kwa maana kwamba huyo samaki kwa huku nyuma ni mweusi kwenye rangi yake, lakini ukija kumwangalia huko tumboni ana magamba. Kwa hiyo ndio maana wakamuita kwamba nusu papa nusu samaki wa magamba. Kwa hiyo kitu kama hicho. So ndio maana yake, ndio maana akawa ni maarufu kwa namna hiyo. Ndio maana nasema kwamba kwenye rangi yake nyeusi kwenye sehemu ya juu na mgongo wake kwenye ngozi mnene isiyo kawaida. Tumbo lake lenye magamba linalometa, na hasa pezi lake kubwa la uti wa mgongoni kama papa. Mtu mzima mwenye ncha kali anaweza kuwa na uzito wa zaidi ya pauni 35 na kuwa hadi futi 4 kwa urefu kwa huyo samaki. Hata hivyo kuwa hauna madhara kwa wanadamu. Huyo samaki pia hana madhara kwa wanadamu. Ni mtu ambaye anayependa kujitafutia tu riziki zake kwa kawaida. Wakali wa kawaida utafuta minyoo chini ya ziwa. Lakini pia wana hamu kubwa ya kula vyakula vya samaki vinavyopatikana kwa wachuuzi kando ya boardwalk, kwa sababu kimbunga cha shughuli kwenye uso wa maji wanapolisha Darien Lake. So kwa hiyo utaona kwamba huyu samaki ni samaki ambaye ni maarufu sana na alitambulika kwa miaka hiyo kwa rangi yake na pia na magamba yake, kwa namna ambavyo alikuwa anaonekana, alikuwa ni kama samaki wa ajabu. Ndio maana jina lake likawa watu wakawa na walitumie kwa baadhi ya maeneo tofauti. So miongoni mwao ni kama hili eneo unavyoliona. Kwa hiyo eneo lenyewe limekaa kinamna ambavyo wamelipangilia. Kuna sehemu ambapo ni kwa michezo ya kawaida kama hiyo ambayo unavyoiona mingi, alafu kuna sehemu ambao ni upande mwingine wameudesign kama vile ni bwawa, sehemu pa maji sana, na wakaweka picha ya ile samaki, ambapo panaitwa ile eneo la pili panaitwa Hurricane. Kwanza ni inaanza Six Flag Hurricane na vitu vingine hivyo waweka mbele. So eneo ni maarufu sana na ni sehemu ambapo pametulia na pa michezo kama unavyoona wamelidesign kama hivyo. Kwa hiyo ni watu wengi sana ambao wanaolitembelea, watu wengi sana ambao unaweza ukaja na mwanao au unaweza ukaja wewe mwenyewe
uka have fun. Na hiyo ndo story fupi kama hapo ninavyokuonyesha hapo, story fupi ya kuhusiana na hilo eneo jinsi lilivyoanza na mpaka likaitwa hivyo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa umejifunza machache kuhusiana na hili eneo kwa hayo ambayo nilokuambia. Na hili eneo lipo ndani ya Marekani na ni sehemu ambapo pametulia, usalama upo, na unaweza ukija hapo ukiwa na mawazo, stress zako, kila kitu. Yaani wewe mwenyewe utajifeel comfortable kabisa na utajikuta unarudi nyumbani ukiwa una furaha na umetulia na hali iko sawa kabisa. So huwa watu wanapendelea sana kuja kwenye siku za wikendi kama unavyoona. Ya unakuja na watoto wako ama unakuja wewe mwenyewe, inategemeana. Ya furaha huku unaitafuta kwa lazima. So ile umetoka nyumbani au kuna kucha asubuhi, unaamka unakutana na watu mnafurahi, yani ile unatoa mawazo, lakini huku unaenda kuitafuta furaha, unalipia kuitafuta furaha. So ni kama hivyo. So hapo unavyoona hapo kwenye hayo madude ni yale ya kuzunguka, nadhani nimeaonyesha. So hapo sasa ni mimi nimeamua na mimi nijaribu nione kipi ambacho kitatokea. Okay, ndugu mtazamaji. So kama unavyoona hapo, lazima watu mkaguliwe mkishapanda hapo kwamba kila mtu amefunga mkanda ule, kwa sababu hayo madude yana mikanda, alafu ni dude ambalo linazunguka sana, linapanda juu, linashuka, mpaka muda mwingine unageuzwa kichwa juu, miguu chini. Yaani miguu juu, kichwa chini, alafu ukiwa juu angani, hewani. Na hata pia unaona view ya juu kabisa unaiona. Kwa hiyo inakuwa linaenda mbali sana, alafu linaenda speed kabisa hali ya juu. So inamaanisha kwamba hapo mtu ukipanda kizembe au ukiwa hauna seat belt ama hauna hilo dude ambalo kuzuia wewe usianguke, inamaanisha kwamba unaweza kuhatarisha maisha yako, hata pia ukaacha uhai wako. So ni hatari sana, ndio maana wanahakikisha kwamba kila mtu ambaye anayepanda hapo atakuwa salama pindi anapopanda mpaka anapokuja kushuka. Okay, so ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa umeona na utakuwa unajifunza. So hayo ni machache miongoni mwa mengi yale ambao niliamua kukufafanulia na kukuonyesha, na nadhani pia utakuwa umejifunza. So pia nikiendelea kukumbusha kwamba usahau kusubscribe kwenye channel yangu kwa like na kushare, ili uweze kuwa unapata updates mbalimbali kila wakati nitapokuwa na post. So nadhani utakuwa umeona nini linavyoenda, yani inaenda speed sana. Unaenda juu, unaona, unaenda unazungushwa kichwa chini, miguu juu, afu unazungushwa tena, unapelekwa. Yani kama sio mzoefu ama kama ni mtu ambaye ana pressure kidogo, hii inawezekana ikawa imemletea matatizo, kwa sababu ule uoga pia unasababisha pressure kupanda sana, yani kwa sababu kama vile unashtuka, unaona. So inakuwa ni hatari sana, lakini kwa watu ambao ni wazoefu na wamezoea kama kawaida, ndio maana unaona watu wana have fun kila kitu. Unaona sasa limeenda, limezunguka, limerudi. Na kama unavyoona hapo watu ni wengi, watu tofauti, wazungu na kina nani hivyo. So nadhani unaona hapo tumemaliza na siku imeisha kama hivyo. So ndugu mtazamaji, nikuombe tu uendelee kusubscribe kwenye channel yangu kwa kulike na kushare, ili uweze kuwa unapata matukio tofauti. So nadhani utakuwa unaona mkishashuka mnafunua mikanda, mnashuka kama hivyo, na kila mtu